Mimi nitakuwa na mambo manne ya kuzungumza. Jambo la kwanza nitazungumzia kwa nini archery imeingia Tanzania, lakini jambo la pili nitazungumzia kwa namna gani Watanzania tunaweza tukafanya vizuri kwenye archery. Jambo la nne nitagusia kwenye namna gani tunaweza tukaueneza huu mchezo wa archery Tanzania na vile vile tukaenda pia nje ya Tanzania. Na jambo la mwisho nitazungumzia hawa waliotoka hapa sasa wanatakiwa wakafanye kitu gani ambacho wamekipata hapa. Maana nikawiwa kuona namna gani naweza nikashirikiana na wenzangu na viongozi wengine na baraza la michezo kuona kwamba tunaweza tukapewa fursa sasa ya kuweka huu mchezo Tanzania na kufanya vizuri. Kwa hiyo kipekee naona kama archery ina fursa pia ya kutoa ajira kwa vijana, na ndio maana archery imeingia Tanzania. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuwaweka watu kwenye michezo, lakini vile vile kutoa fursa za ajira, lakini vile vile ni exposure pia. Tayari tuna vilabu viwili ambavyo vimeshasajiliwa, lakini wiki hii tena tunaenda kusajili vilabu vingine vitatu. Hapa Dar es Salaam tunategemea kuwa na vilabu vitatu. Mikoani tunategemea kuwa na klabu Dodoma na Mwanza. Lakini lengo letu ni kwenda kuhakikisha kwamba mikoa yetu yote 26 tunakuwa na vilabu 26 kwanza kulingana na mikoa tuliyotoka. Kwa hiyo tutaona namna gani kama federation sasa tutaandaa hata kama ni mafunzo ya kwetu. Sasa mafunzo yetu ya federation tutakuwa tunawafuata watu mazingira waliopo ili kuweza kuwapata walimu tofauti tofauti kwa ajili waweze kupata ABC za huu mchezo uanze kuingia mashuleni. Na baada ya hapo basi tutakuja kuomba sasa kozi rasmi kwa ajili ya walimu waje wapate pia kozi kama hii waliopata wengine ili uenee zaidi mashuleni. Ukienea mashuleni na imani utaenea Tanzania nzima. Kwa sasa hivi sisi kama federation tumefanikiwa kununua vifaa baadhi ambao vinaweza vikakizi kwa hizi timu ambazo tumeenda kuzisajili, kwa maana kwamba waka practice na wakafanya vizuri. Lakini sasa kuna changamoto ya hivi vifaa vipatikani Tanzania wala vipatikani East Africa. Vinapatikana sana China. Kwa hiyo sisi kama federation tutaona kila klabu inayoanzishwa, tutaona namna gani tunaweza tukashirikiana nao kwa namna yoyote ile ili kuweza kupata vifaa. Mafunzo haya kuisha leo, wiki ijayo mwalimu bado tunaendelea kuwa naye Tanzania. Kwa wiki ijayo tunaanza kutengeneza timu ya taifa ya Tanzania. Mwalimu ambaye ni International World Archery Coach. Kwa hatuna sababu ya kusubiri paka eti sijui mwalimu aondoke then hatujaweza kufanya kitu. Hapana. Wiki ijayo yupo wiki nzima kwa ajili ya kuanza kuandaa. Kuna washiriki baadhi yetu wanafanya vizuri, tutawachukua wao na wengine kutoka mtaani na wadau wengine kuona namna gani tunaanza kutengeneza timu ya taifa ya Tanzania haraka sana. Kwa sababu kuna mashindano mwezi wa 11 tunahitaji tuwepo kwenye hao mashindano. Na huu mchezo kama mnavyojua hauna running. Kwa kama hauna running basi kwa kutumia mikono tu wa Tanzania na imani tunaweza tukafanya vizuri. Kwanza ukiangalia asili yetu, babu zetu walishakuwa wawindaji. Kwa hiyo tuna hiyo kwenye genetics tumeshapitia huu mchezo bila kujijua. Kwa mantiki hiyo tunaweza tukatengeneza timu ya taifa haraka na tukafanya vizuri. Kwa hiyo tunahisi kuanzia wiki ijayo tunawakaribisha wadau na wale washiriki mliokopo kwenye hii kozi ili tuwe pamoja tuanze kutengeneza timu ya taifa. Katika huu mchezo mimi nadhani siku hizi kuna changamoto nyingi za kimaisha, mambo ni mengi. Huu mchezo pia ni sehemu ya burudani. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wadau wote. Huu mchezo pia hauchagui umri. Umeona? Nadhani mshiriki aliongea kwa niaba ya wanaume pale mmemwona ni mtu mzima kidogo, lakini anacheza huu mchezo. Kwa hiyo kumbe anaweza akacheza mtu ambaye ni mtoto, anaweza akacheza pia mtu ambaye ni mtu mzima. Kwa hiyo tunawakaribisha wote, viongozi, wadau wote, wafanyabiashara na wafanyakazi wote kuja kushiriki nasi. Kwa sababu tayari huu mchezo umeshaingia Tanzania na tayari huu mchezo umeshaanza kufanya vizuri, nadhani mnaona. Kwa hiyo ni vema tukawapata nyinyi, kwa sababu tunapowapata nyinyi wadau ndivyo tunavyoweza kufanya vizuri.